Bana, leo kwanza ni siku ya furaha sana. Kwanza tangu timu yetu ya taifa ya Tanzania iundwe hajawahi kufika hatua ya 16 bora. Kwa hiyo hili vibe ambalo unaliona hapa ni kwa sababu timu yetu imefika hatua ya makundi na tumetolewa na Morocco kwa hujuma. Tumetolewa kwa hujuma. Ile hujuma hasira zote tunazabishia hapa. Ndio maana unaona mashabiki wamefika mapema, paredi la kibabe basi hilo hapo. Hii yote ni kwa sababu timu ya taifa imepiga hatua kubwa sana tofauti na miaka yote. Miaka yote tumekuwa tukifika hatua makundi yenyewe ilikuwa hatuipati. Yaani tunacheza tu hatua pale mwanzoni pale kwenye hatusogei kwenda mbele. Lakini this time tumevuka tukaenda hatua 16 bora. Ndio unaona furaha iliyopo hapa, lakini kubwa zaidi nafikiri tutakuwa tumejifunza sasa kwamba michuano ya AFCON hatupaswi kuwa na hofu. Wachezaji hawapaswi kuwa waoga tena. Wanapaswa kupambana hadi tone la mwisho. Huenda tungebaki huko, lakini fitna ya mwamuzi iliamua sisi tuje nyumbani. Kwa hiyo furaha na vibe ambalo unaliona ni kwa sababu ya mashabiki wamefurahi, lakini pia serikali pia imefurahi. Kuna namna ambavyo timu ya taifa imebadilika. Naam. Kuna namna ambavyo timu ya taifa imebadilika kiuchezaji. Sana mbinu. Yaani kocha Miguel Gamondi amekuja na mbinu kwa maana alikuwa anacheza defensive. Zamani alikuwa anacheza hivyo, hata Morocco alikuwa anacheza game defensive, lakini bado alikuwa tunashindwa kujilinda zaidi. Lakini chini ya Miguel Gamondi alikuwa anatia mabeki watatu, alafu anatumia mabeki wawili ambao wanapanda kama wing back. Dickson Job, Bakari Nondo pamoja na Ibrahim Baka. Lakini ukiangalia eneo la kiungo ni Rosha alikuwa anacheza pamoja na Alphonse Mabula. Kwa ulinzi ulimarishwa, lakini sio tu ulinzi. Wachezaji wote walikuwa wanajituma. Yaani kila mchezaji alikuwa anawajibika. Wakipoteza mpira wanaenda wote kukaba, wanaenda kushambulia wote, wanarudi wote kukaba. Kwa walikuwa na hiyo intensity hali ya juu sana. Lakini kingine pia serikali imetia nakshi kwa sababu unavyosema goli moja milioni 100, wachezaji wanajua kabisa hizi pesa zinaingia kwenye account. Goli moja milioni 200 hadi milioni 300. Na maana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alishaona wachezaji wanapaswa kubi motivated. Kwa hiyo namna ambavyo wale wa motivate wachezaji wakawa wanapambana kwa sababu wanajua hizi pesa tukizipata moja kwa moja zinaenda kwenye account. Na ndio maana unaona wanamwaga jasho kweli. Kwa hiyo hamasa serikali kupitia Rais kuendelea kupenda michezo, kuendelea kusapoti michezo ndio imetufikisha hapa tulipofika. Wachezaji wanachezaga kama wanajivuta. Wao unajua huwa wanajituma sana kwenye vilabu vyao, lakini kwenye timu ya taifa huwa hawajitumi, lakini wakijua kabisa kwamba bana mzigo unaingia, tunapata posho, tukirudi nyumbani tunafanya lolote kitu, lazima wamwage jasho. So iendelee hivi. Nafikiri pia kwenye AFCON 2027 mambo mazuri mengi yatatokea. Tukiongelea hamasa ama morali ya goli la mama, tuseme pesa ambayo wanapewa wachezaji, pengine labda ikatokea bila kupewa ile pesa kutoka kwa rais, tutegemea kuona timu ambayo haitakuwa na performance nzuri kwa sababu wamezoea kupewa morali ama hamasa na goli la mama. Ni kweli swali zuri kwa sababu kila rais anakuja na mitazamo yake. Marais wengi wamepita, lakini hatujawahi kupata rais kama Rais Samia Suluhu Hassan ambaye mara zote amekuwa mstari wa mbele kusapoti michezo. Wewe angalia kuanzia kwenye ngazi ya vilabu, kuanzia hatua za awali, hatua za chini, goli moja shilingi milioni 5. Ile amehamishia hadi kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo ile hamasa ambayo amekuja nayo leo hii tunafurahi kama nchi. Tanzania inazungumzwa Afrika leo, Tanzania inazungumzwa duniani namna ambavyo iliwatikisa Morocco kwa sababu ya hamasa na upendo alionao kwenye soka na hasa kwenye mpira wa miguu. Sana pia kwenye timu yetu ya taifa ya Tanzania. Sasa hatujui marais wengine watakapokuja kama watapita kwenye nyayo za Rais Samia Suluhu Hassan kwa sababu yeye ndo amekuwa ya mpira wa nchi, kwa sababu ukiangalia hadi timu za wanawake wanapata goli la mama. Lakini pia AFCON leo hii tunazungumzia 2027 chini ya utawala wake. Viwanja vinajengwa pale Arusha, tunaona uwanja mkubwa Dodoma, hapa Dar es Salaam uwanja Mkapa umekarabatiwa, Zanzibar na kwingineko. Kwa hiyo hamasa anayoitoa ndio maana unaona leo wachezaji wanamlipa hiki ambacho wanamlipa. So natamani kuona hata marais wengine wanaokuja waige pia kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Mapokezi kutoka kwa Tanzania kama ambavyo tunakutazama unazungumzia. Mapokezi ni makubwa. Watu walifika saa 12 hapa. Lakini wameenda kula. Nimekutana na watu wengi sana pale nje, wameenda kula kwa sababu tayari jazz imewapiga. Waliambiwa ndege itafika saa 4, lakini tumeambiwa ndege itafika saa 6.
kwa hiyo wameenda kwanza kula, lakini mapokezi ni makubwa. Baraza la Michezo la Taifa BMT limefanya kazi kubwa sana chini ya katibu wake Neema Msita, maandalizi makubwa sana. Wizara ya Michezo, habari na sanaa na michezo kupitia kwa Profesa Palamagamba John, Aidan Mwaluko Kabudi, lakini pia manaibu wake wawili namzungumzia Mheshimiwa Paul Christian Makonda, Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma, wote wameshikamana. Unaona leo wizara imeandaa jambo, lakini pia serikali iko karibu kabisa na wizara namna ya kusapoti pia. Kwa hiyo unaona wananchi, mashabiki wanafurahi wote kwa pamoja. So kwangu leo hii hawa ni wachache, naamini kutokea hapa hii paredi itapigwa hadi Buguruni, na baada ya hapo paredi itaendelea pia, inaenda mpaka Posta. Hii paredi inatoka hapa hadi Buguruni, alafu anatupa tena ratiba tunaelekea wapi, kwa sababu itaenda Posta. Nimeambiwa tarehe 10 wachezaji pamoja na benchi la ufundi wamealikwa Ikulu kwenda kupata chakula na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini ombi langu, naomba nipige magoti ombi langu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama, naomba wakumbuke benchi la ufundi lililopita lililofikisha AFCON kupitia kwa Hemedi Suleiman Moroko, kocha mkuu. Yes. CHAN tulifika hatua robo finali kwa mara ya kwanza tangu dunia iumbwe. Tanzania tunafika hatua robo finali. Michuano ya CHAN ni chini ya Hemedi Suleiman Moroko, Juma Mgunda pamoja na Jamhuri Kiwelu Julio Pereira Karatini pamoja na Juma Mgunda. Lakini pia hata AFCON pamoja amekuta timu dhaifu AFCON. Kwa hiyo wanapaswa pia na wao wajumuishwe kwenye hiyo lanchi, wanapaswa kujumuishwa pia hata kwenye hiyo zawadi. Tanzania hatujawahi kufikisha pointi 10 kutafuta tiketi ya World Cup qualifier, hatujawahi kupata pointi 10. Yaani chini ya Hemedi Suleiman Moroko tulimpiga Guinea kule goli 2, unakumbuka? Fetoto anafunga goli nambani. Kwa hiyo hii heshima ambao wametupatia kwa makocha wazawa, na wao pia wanapaswa kuwa sehemu ya Ikulu, nao pia wanapaswa, kwa sababu wamefanya kazi kubwa sana. Kwa natamani kuona pia Mheshimiwa Paul Makonda nao pia anawajumuisha hawa, kwa sababu Paul Makonda ana sauti kubwa Kabudi, lakini pia mwana FA, hao wote waweze kuwashika na wazao ambao wameweka historia kuhakikisha timu yetu pia inafika CHAN hatua robo finali, tunaenda AFCON, lakini pia tunakusanya pointi 10 kutafuta tiketi ya World Cup. Hata kama hatujaenda, lakini ndio timu iliyokusanya pointi nyingi miaka yote tangu kuanza kushiriki michuano ya kutafuta tiketi ya World Cup. Kama mchambuzi, sema neno moja kwa timu ya taifa. Nawapongeza, lakini kocha apewe timu, lakini kocha anapaswa kujua hii ni timu ya taifa, ajue namna ya kutumia wachezaji wote, asitengeneze matabaka. Kuna watu wananipiga sana madongo, lakini kocha asitengeneze matabaka. Wachezaji wote wa timu ya taifa wanapaswa kupata nafasi ya kucheza. Hii mechi ngumu kama zile, Kibu alikuwa anapaswa kucheza, Morris alikuwa anapaswa, Kapombe, lakini pia Mwalimu walipata nafasi chache. Kibu hajacheza, Morris hajacheza. Kwa hiyo anapaswa kujua kwamba timu ya taifa ni ya watu wote, sio ya wachezaji wachache. Sababu ukiniambia mimi kwa nini Kibu hajacheza, Nado amepewa nafasi ya kucheza, ameingia kwenye penalty box. Yeye angekuwa anapata nafasi ya kucheza mara kwa mara, ina maana pengine kuna kitu kipya tungekipata. Kwa hiyo wachezaji wote ambao kocha anaweza kuwafikia kwenye mifumo yake hawa tu. Asante sana.